Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wizara ya Ulinzi ya Iran imesema ilitumia kombora jipya lisiloweza kutambulika kwa mara ya kwanza katika shambulio lililolenga kituo cha kijasusi cha Israel kwa maana ya Mossad, ikibainisha kuwa shambulio hilo lilifanikiwa kupenya ulinzi wa anga katika ofisi hizo za makao makuu ya Mossad. Lakini licha kwamba kulikuwa na ulinzi wa anga iliyotoka nchini Marekani. Hata hivyo, jeshi la Iran linadai kwamba kuvuka ulinzi wa Israel si jambo la wepesi, lakini kwa kutumia makombora ya kisasa ya hali ya juu, ambapo silaha hizi ndio kwanza zinaanza kutumiwa na ni za kizazi cha 5, hazikuweza kugundulika kutokana na ulinzi wa anga uliokuwepo uliotoka Marekani na ule uliopo katika taifa hilo la Kiyahudi. Brigedia Jenerali Reza Tlaib, msemaji wa Wizara ya Ulinzi, alisema siku ya leo kwamba katika shambulio la leo tulituma makombora ambayo hayakuweza kufuatiliwa ama kunaswa. Makombora haya si rahisi kuyanasa kabisa. Ni makombora yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu na wataalamu wa ndani wa Iran, anasema msemaji huyo wa jeshi la Iran. Amerejelea shambulio la makao makuu ya Mossad nchini Israel, ambapo amerejelea shambulio hilo kuwa la kushangaza kwa adui, akisisitiza kuwa watashuhudia zaidi. Amesema kwamba wana makombora zaidi ya hayo na watayatumia sana katika kipindi hiki kutokana na kwamba Israel ipo katika hali ya mbio sana kufanya uharibifu katika taifa lao. Msemaji huyu alisisitiza kuwa lengo lilipigwa kwa makombora yote mawili yaliyoongozwa kwa usahihi licha ya tabaka zito za ulinzi zinazozunguka kituo cha Israel. Tlaib alipendekeza kuwa kombora hilo ilionyesha udhaifu wa Israel katika kile ambacho kimezingatiwa kwa muda mrefu kuwa mojawapo ya vyombo vya kisasa vya kijasusi na usalama katika eneo hilo. Licha ya miaka mingi ya kujivunia ubora wao wa kijasusi, kituo chao cha usalama na kijasusi cha Israel sasa kimeguswa na kimeharibiwa moja kwa moja, alisema. Tlaib alionya kuwa Israel haiko tayari kwa mzozo wa muda mrefu kutokana na uzoefu wa miaka 75 na mambo mbalimbali ya kijeshi na yasiyokuwa ya kijeshi na masuala mengine ya kistratejia. Utawala wa Israel hauwezi kuhimili vita vya muda mrefu. Ameongeza kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimepewa silaha na vifaa vya hali ya juu bila dhamira kwa kutarajia mapigano yanayoweza kutokea. Katika mifumo yetu mingi ya hali ya juu bado haijatumwa, alisema. Amesema kwamba katika kipindi hiki ndio kipindi pekee ambacho Iran itatumia mifumo yake ambayo imetengenezwa ndani ya taifa hilo, na sasa Israel itaumizwa kama ambavyo wao wamewaulia viongozi wao. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya jeshi la Iran IRGC ambalo linaeleza namna ambavyo makombora yake ambayo hayakuweza kugundulika yakipenya ulinzi wa anga wa Israel na kushambulia makao makuu ya ujasusi ya Mossad katika taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.